Karibu tena katika darasa pendwa la afya ya uzazi, na leo katika afya ya uzazi tunaenda kuangalia tatizo la uvimbe katika kizazi. Tenga dakika zako 10 kuweza kupata elimu pana juu ya tatizo hili, ili linapokuta au kama unalo basi ujue namna gani ambavyo unaweza ukalitibu na ukapona. Uvimbe katika kizazi kwanza umegawanyika katika maeneo mawili. Uvimbe unaweza ukawa katika mji wa mimba, na hapa tutauita fibroids au mayoma kama wengi wanavyofahamu. Lakini pia uvimbe unaweza ukakaa katika vifuko vya ovary, na hapa tutauita ovarian cyst. Hizi zote ni aina za vimbe ambazo zinapatikana katika mji wako au mfumo wako wa uzazi wewe mama. Na uvimbe hizi unaweza ukawa ni uvimbe ambao ndani yake kuna tishu na muunganiko wa damu, lakini kuna wengine wanapata uvimbe ambao ndani yake kuna maji. Unaenda kupima, unaambiwa tumeona una uvimbe maji. Sasa unaanza kujiuliza uvimbe maji maana yake kuna nini? Maana yake ni kwamba ndani ya uvimbe huo kuna mlundikano wa tishu ambazo zipo katika mfumo wa kimiminika, ambapo tunasema hapo una uvimbe maji. Sasa baada ya kufahamu aina hizi, tunajiuliza kwa nini napata uvimbe katika kizazi? Sababu wanasayansi wanasema hakuna sababu ya moja kwa moja inayopelekea uvimbe katika kizazi, lakini vipo vitu ambavyo kama utakuwa unajishughulisha navyo au vipo katika mfumo wako wa maisha za siku zote vinaweza vikapelekea uvimbe. Mambo gani hayo? Kwanza, umri mkubwa ni moja ya sababu inayopelekea upate uvimbe katika kizazi. Wengi ambao wanaathirika na uvimbe ni miaka 35 plus. Kina mama wengi ndio waathirika wa janga hili, lakini leo hii wapo hadi mabinti wana miaka 21, 25 anaenda kupima anaambiwa ana uvimbe katika kizazi, jambo ambalo kwa zamani ilikuwa si kawaida. Lakini kwa nini sasa hivi hadi mabinti wanapata matatizo haya? Sababu ya pili, matumizi ya vipodozi ambavyo vina kemikali kwa kiwango kingi. Wewe dada ambaye unapaka makeup za kemikali, unapaka vipodozi vya kemikali, yani kuanzia asubuhi maisha yako ni matumizi ya kemikali hadi jioni inafika, fahamu ya kwamba hiko ambacho nakipata au nakipaka katika ngozi hakiishii tu hapo katika ngozi. Kwa kawaida ngozi ina uwezo wa kufyonza kemikali ambazo unazipaka, kwa sababu katika ngozi kuna vitundu, na ndio maana unatokwa na jasho. Sawa. Kwa hivyo zile kemikali zinaweza zikaingia kupitia vitundu ambavyo vipo katika ngozi na kuingia ndani kwenda kuharibu mfumo wako wa homoni. Homoni za uzazi zinapovurugika, kupata changamoto ya uvimbe katika kizazi ni rahisi sana. Kwa hiyo sababu ya pili, matumizi ya vipodozi na vyakula ambavyo tunavitumia ni miongoni mwa sababu siku hizi uvimbe umekuwa unawaathiri kina mama wengi. Lakini sababu ya tatu ni mvurugiko wa hormones mara kwa mara. Kama una changamoto ya homoni zako za uzazi kuvurugika mara kwa mara, basi unaweza ukajikuta unapata tatizo hili. Na miongoni mwa dalili ya wewe kuwa na homoni zilizovurugika ni pamoja na kukosa hedhi au hedhi yako kuvurugika, kutokwa na vinyweleo vingi mithili ya mwanamume au ndevu. Hizi ni dalili zinazoashiria kwamba homoni zako haziko sawa. Lakini kutoshika ujauzito ni miongoni pia mwa dalili zinazoonyesha changamoto hii. Kwa hivyo kama homoni zinavurugika mara kwa mara, unaweza ukapata changamoto ya uvimbe katika kizazi kwa urahisi sana. Hizi ni miongoni mwa sababu, lakini sababu nyingine ni utoaji wa mimba wa kiholela. Kuna mabinti huwa yani kutoa mimba yeye kwake anaona kama vile kunywa maji, ikiingia ya Shabani huyu aeleweki, ana pesa anatoa,
kesho kashika nyingine anatoa, kesho kutwa, unatengeneza tatizo kubwa ambalo kesho lazima litakupata. Lakini mwisho ni matumizi ya kiholela ya madawa ya kuzuia mimba ambayo mabinti zetu wanatumia, na hii ndio sababu kwa nini mabinti nao wanahangaika na matatizo haya. Leo binti anakuambia nina changamoto ya uvimbe, hadi unajiuliza huyu binti ana miaka 20, uvimbe umetoka wapi? Lakini ukiangalia mfumo wake, anameza madawa ya kuzuia mimba kiholela sana. Kuna hizi dawa sasa hivi wanaziita P2, yani imekuwa kama ni fashion. Wewe mzazi, kaa chini mueleze sana binti yako. Unajua shida ya wazazi wa sisi Kiafrika ni kwamba kueleza mambo ya ngono kwa mabinti zetu tunaona kama ni laana, lakini baadaye wanapopata matatizo ndipo tunaanza kuhangaika nayo. Wewe mweke chini, mwambie binti yangu, kwa sasa upo katika umri ambao unapata hisia za kufanya ngono. Sasa unapoenda kufanya hivyo, ikitokea umeshika mimba au ukatumia madawa haya kiholela kwa ajili ya kuzuia mimba, basi fahamu ya kwamba kesho unaweza ukawa mgumba usizae au ukapata matatizo ya uzazi haya na haya. Akifanya mwache afanye, lakini tayari wewe mzazi umesha play part yako. Usije ukamwogopa binti yako hata siku moja. Kwa hivyo wazazi, hapa tuambizane ukweli. Lazima tuwaeleze mabinti zetu waweze kubadilika. Hata wanaotoa dawa hizi wameelekeza kwamba hizi dawa zinazuia mimba kama utazimeza katika utaratibu huu, na kwa mwezi umeze mara ngapi. Lakini sasa nakuta binti anameza leo P2, kesho kafanya tena kameza, kesho kutwa kafanya tena kameza, siku inayofuata kafanya tena kameza. Ndugu yangu na ndio maana siku hizi wanaohangaika kutafuta mimba hawapati ujauzito ni wengi sana, kutokana na matumizi ya kiholela ya madawa haya. Sasa matumizi ya kiholela haya madawa pia ni sababu ya kwa nini unapata uvimbe katika kizazi, kwa sababu yanaharibu mfumo wa homoni, na homoni zikivurugika ni rahisi kupata uvimbe. Lakini zipi dalili za uvimbe katika kizazi? Kwanza, kupata maumivu ya tumbo upande mmoja ambao una uvimbe, tumbo chini ya kitovu upande mmoja ambao una uvimbe, dalili ya kwanza. Dalili ya pili, kutoka na uchafu mzito wenye harufu mbaya wakati mwingine sehemu za siri. Lakini tatu, maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Nne, uke kuwa mkavu isivyo kawaida. Hizi ni dalili. Lakini tano, kupata zile dalili za kuwa wewe ni mjamzito hali ya kuwa si mjamzito. Yaani unajihisi una mimba kabisa, tumbo linakuwa unapata kichefuchefu. Zile dalili za mimba za awali zote unazipata, ukienda kupima unaambiwa hakuna mimba. Basi nenda kwanza kapime uvimbe katika kizazi, huenda una tatizo hilo. Lakini je, nini tiba ya uvimbe katika kizazi? Tiba za uvimbe ziko za hospitali na zipo tiba za asili. Hospitali kuna kiwango na ukubwa wa uvimbe, unaweza ukapewa tu dawa za kawaida, na kuna ukubwa lazima utaambiwa hapa lazima ufanyiwe upasuaji. Kwa hivyo huu ni mfumo wa hospitali. Lakini tukija katika tiba za asili, zipo tiba ambazo zinatibu uvimbe wa aina yoyote ile, kuanzia ukubwa wa sentimita 1 hadi sentimita 8 unaweza ukatibika. Lakini zikipita hapo, hakuna option nyingine, ni zaidi ya kwenda kufanyiwa upasuaji ili uvimba huo uweze kutolewa. Kwa hivyo dawa gani ya asili kutibu uvimbe inategemea na uvimbe wako una ukubwa gani. Kwa hivyo kwa wewe ambaye una tatizo hili na umeshapima, namba zangu ziko hapo, njoo WhatsApp, niambie nimepima, majibu yangu haya hapa, nina uvimbe wa ukubwa huu. Je, unatibika kwa tiba asili? Kama unatibika, gharama yake ikoje? Nitakwambia kwa ukubwa huu unatibika, gharama yake ni kiasi fulani, dawa njoo chukue sehemu fulani. Basi unaenda kutibu tatizo lako na unapona, kila kitu kinakuwa sawa. Na kama ni kufanyiwa upasuaji, utaambiwa kwa ukubwa huu jipange ufanyiwe upasuaji. Lakini la kuzingatia ni kwamba wengi ambao mara baada ya kufanyiwa upasuaji kutolewa uvimbe,
baada ya miezi kadhaa kama 3 au 4 hadi 6, uvimbe una tabia ya kurudi. Kwa nini unarudi? Uvimbe unarudi endapo sababu inayopelekea upate uvimbe huo bado ipo, na hapa wengi ndipo tunapokosea. Yaani, tafuta elimu kwanza ya uvimbe katika kizazi kabla haujatibu uvimbe katika kizazi. Hii video itunze katika simu yako, isikilize kuanzia mwanzo hadi mwisho, ujue nini sababu inayopelekea changamoto yako. Uvimbe unaweza ukarudi kama sababu inayopelekea tatizo haijapata suluhisho lake. Kwa hivyo kama sababu ni homoni, lazima homoni hizo za uzazi ziweze kurekebishwa zikae sawa, ili unapotibu uvimbe uondoke moja kwa moja. Lakini kama unatibu uvimbe homoni bado ziko juu, maana yake ni kwamba hauwezi ukapona. Tusidanganyane. Na hata ukipona leo, baada ya miezi 3 tatizo linarudi. Na ndio maana wengi ambao wananifuata na kuambia tibu uvimbe, lakini tibu na hii hapa sababu inayopelekea uvimbe, ili kesho usirudi. Nje hapo utakuwa ni mtu mwenye kutupa hela kila siku, alafu tatizo linaenda na kujirudia. Kwa kusema haya, walionielewa na imani mtakuwa umepata elimu. Na kwa wewe ambaye una changamoto hii, basi namba zangu zipo hapo, fuata kile ambacho nimeelekeza, utapata ushauri na tiba kulingana na ukubwa wa tatizo lako. Asanteni na niwatakia wakati mwema.